Sabri Zamil Al-Mindri. Vitu ambavyo mtu anashauriwa kusoma mwanzo kabisa na kujitahidi kujikita katika hilo. Kitu cha kwanza ni kuisoma Qur'ani vizuri. Kwa mfano sasa hivi wewe umeshaanza kusoma kaida hapo, herufi ushaanza kuziona, pengine umefika darasa ya 10, darasa ya 7, darasa ya 10 na ngapi, zile herufi ushaanza kuziona. Labda ufika mahali ufanya tahajji, sasa waweza kuziunganisha herufi ukasoma baadhi ya sura. Jiendeleze kuisoma Qur'ani, uendelee mpaka uijue Qur'ani kwa hukumu zake na taratibu zake, kithirishe kuisoma. Kwa hiyo ukiisoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho umemaliza, alhamdulillah. Jitahidi kuhifadhi baadhi ya sura kama uwezo wa kuhifadhi unao, hasa juzuu ya amma, sawa. Kadhalika kama ni juzuu ya tabarak na kile kitakachokuwezekania. Sio lazima uhifadhi Qur'ani yote, lakini uwezo huo ukiwa nao na ukampata mwalimu mzuri wa kukusimamia, ukahifadhi zaidi ya hapo juzuu 10, 15, 20, msahafu mzima, basi ni khairi, ni njia nzuri ya kuanzia katika ilmu. Lakini pia katika vitu vya msingi vya kuvisoma baada ya kuwa umeshafanya uzuri katika Qur'an, basi ni kujikita pia vile vile katika kusoma tauhid. Na sisi katika vitabu vya mwanzo vipesi ambavyo Muislamu anatakiwa aanze navyo ni kitabu kama al-usulu thalatha, misingi mitatu ile mikuu ya dini. Kitabu chepesi sana, upate mwalimu wa kusomeshe. Alafu kuna al-qawaidul arba'a, misingi minne ile. Alafu kuna al-usulu sita, misingi sita. Wenda kidogo katika vitabu vya tauhid. Pia vile vile nawaqidhul islami, mambo yenye kuchangua Uislamu unatakiwa uyajue, sawa. Pia vile vile utasogea kuna kitabu tauhid, baadaye utapata ushauri wa kuendelea zaidi ya hapo. Lakini vitabu viko vingi na silsila ni ndefu, lakini utoke hatua moja baada ya nyingine katika masomo ya tauhid. Katika hadithi, katika kitabu chepesi ambacho wanawachuoni wanakishauri tangu siku nyingi ni kitabu al-40 an-Nawawiyya, hadithi zile 42 alizoziandika al-Imam an-Nawawi, hadithi nzuri katika masala ya itikadi na masala ya akhlaq na katika fadhail al-a'mal. Kitabu matn al-40 an-Nawawiyya, kuna hadithi fupi na baadhi yake ndefu kidogo. Kwa kitabu hiki ni muhimu sana mtu kukisoma tena kwa shekhe, na akawa anapatiliza baada ya kusomeshwa, kujua namna kuzitamka hadithi na maana zake. Kama kuna mashekhe wamekisherehesha, pia wafuatilie darasa zao, wajiongezea maarifa na ilmu. Na baada ya hapo kuna vitabu vilivyoandikwa katika masala ya ahkam, fiqh ya hadithi kama Umdatul Ahkam ya al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi. Baada ya hapo kuna Bulughul Marami ya al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhim. Kuendelea kuna Riyadhus Salihin, vyote hicho kitabu cha al-Imam an-Nawawi, Riyadhus Salihin na matn 40 an-Nawawiyya. Ukisogea hivyo unakuwa ni mwanafunzi mzuri sana. Katika fiqh yategemea sasa tutasoma fiqh kwa mtindo huu. Utakuwa talibul ilm kwa maana kuwa ni muassal, basi unaweza kusoma kupitia fiqh ya madhahib. Kama kuna shekhe anayejua vizuri madhhabi ya Shafi'i akatakusomesha fiqh ya Shafi'i, au anayejua madhhabi ya Hanbali unasoma madhhabi ya Hanbali, au unaweza kusoma kitabu cha fiqh ambayo imejaa adilla bila kutakayad na madhhab maalum bali na dalili. Mfano vitabu vya fiqh ya hadithi kama hiyo Bulughul Marami na sharhi zake, au Umdatul Ahkam na shuruhati zake. Kwa hiyo ni njia nzuri. Wewe unatakiwa ufanye tahsil, yani uende kidogo, yani ujenge msingi alafu uende kidogo kidogo. Usiwe na papara ya kutaka kuvuka haraka. Nenda taratibu katika kusoma. Hakikisha Qur'ani imekaa vizuri na wajua kuitamka vizuri, na kithirisha sana kusoma Qur'an. Alafu chukua masomo hayo kidogo kidogo. Utajiona baada ya muda umepiga hatua fulani. Usikate katika kusoma. Lakini ukikatisha tu utajiona utaharibu. Kila siku utakuwa unaanza upya.
na baada ya hapo kuna masomo ya lugha mbalimbali, yani masomo ya mbalimbali ya lugha kwenye nahwu, sarfa, as-sarf, kuna balagha na fani zake tatu, kuna elimu ya adab. Haya ni masomo ya ziada ambayo mtu akitaka umakini kabisa katika jambo la ilmu lazima ayasome mambo hayo. Lakini pia kuna umuhimu kufuatilia tafsiri ya Qur'an, maana za aya hii maana yake nini, aya hii maana, sura baada ya sura sawa, ili ujue kile unachokisoma.